aliyekuwa na machaguo mengi zaidi kwenda kuanza katika mchezo huu wa dabi ni kocha Steven Barker. Kocha Steven Barker ana machaguo, kwa maana kwamba mchezo huu anaenda kuona pale ni kwamba lazima aanze na Damaro Duke Abuya kwa nafasi ya central midfielder. Damaro atasimama kama holding midfielder. Karibu tena mwana michezo, Dar TV live iko hapa Dar es Salaam kuzungumza yale ya kimichezo na kubwa ndio kutazama ligi kuu Tanzania bara. Weekend hii inarundima kati ya wekundu wa Msimbazi dhidi ya Young Africans Derby ya Kariakoo, na mchezo wa awali tulitazama kikosi cha wekundu wa Msimbazi kilipata ushindi dhidi ya Young Africans kwa mashindano ya muungano kwa pale Zanzibar, na Simba ikaweza kuibuka na ushindi bao moja kwa nunge. Naenda kukitazama kikosi cha namna gani na Young Africans kwa namna gani, nipo na mchambuzi na mhakiki wa soka hapa Dar es Salaam Linki kwenda kuzungumza yale ya kimichezo. Kwanza Linki, vipi mzangu? Bwana, mambo yako vizuri? Habari shwari? Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Nikinukuu swali lako kama vile ambavyo ulivyokuwa umesema, na uona vipi kuelekea mchezo wa dabi ambao mchezo huo utaenda kupigwa Mei 3 katika dimba la Generali Samuyo pale Mbweni? Kwangu mimi binafsi utakuwa ni mchezo mgumu kwa timu zote mbili, lakini kwa upande wa Simba hautakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu kwa upande wa Yanga utakuwa ni mchezo mgumu pia, kwa sababu nikianza na upande wa Simba, kwa nini mchezo hautakuwa mgumu kwa upande wa Simba? Ile confidence ambayo aliyeweza kuipata katika mchezo wa finali dhidi ya Yanga pale visiwani Zanzibar katika michuano ya muungano. Kitendo cha Simba kushinda pale visiwani Zanzibar, kile ndicho kitendo ambacho kimeenda kumtengenezea kujiamini, kumtengenezea exposure kuelekea katika mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao wataingia na pressure zaidi, hali ya kuwa wapo kwenye msimamo, wapo kileleni, kwa maana kwamba wao ndio kinara wa ligi kuu Tanzania bara, lakini wapo juu pale kwa kuongoza alama 5. Hiyo ukijaribu kulitazama kwao kwa upande huo haitakuwa ni tatizo kubwa sana, lakini tatizo wapi litakuja kwa upande wa Yanga. Tatizo ambalo litakuja kwa upande wa Yanga ni mchezo uliopita. Mchezo uliopita ndicho ambacho wao kitakachoingia dimbani kuwa na ile mentality ya kwamba mchezo uliopita tumeweza kupoteza, na tumepoteza na nani? Tumepoteza na mkubwa mwenzao ambaye ni Simba. Na nchi hii ukiwazungumzia majiant wa soka katika taifa hili la Tanzania, unawazungumzia Simba na Yanga. Kwa hiyo upande wa Yanga mchezo utakuwa ni mgumu, kwa sababu wataingia uwanjani wakiamini kwamba mchezo uliopita tulipoteza kwa kukosa kombe uwanjani. Kwa hiyo watakuwa ni kama vile wamegubikwa na ubaridi. Lakini Simba wao wataingia uwanjani kwa kuamini kwamba mchezo uliopita wameweza kupata matokeo, lakini sio tu mbali kupata matokeo, wameweza kunyanyua kwapa, kwa maana kwamba kuwa mabingwa wa kombe la muungano, michuano muungano pale visiwani Zanzibar. Kwa mimi binafsi ndio kitu ambacho nakiona kwa minajili hii mchezo huu utakuwa kwa aina hiyo. Tuone mchezo namna gani, na tuona makocha wote wawili kwenye dabi ya kwanza ambao Simba waliweza kutoka sare na Young Africans, tukashuhudia dabi ya pili ambayo ilipigwa finali ya Muungano Cup. Makocha hawa wawili wanaenda kukutana tangu mara ya 3 mfululizo na kutana, na kikosi cha Young Africans umekitazama jinsi kilivyo na jinsi wachezaji ambao walivyo na performance ya wachezaji mmoja mmoja, na Simba alikadhalika performance ya wachezaji na alikadhalika na coach kila anachokifanya kwa klabu hii. Tunaona wekundu wa Msimbazi wanaenda kuvuta ule uteja ambao umekuwa hivi karibuni Young Africans. Swala kuniambia kwenda kuvunja uteja ni swala lingine, lakini ukijaribu kiwango cha mchezaji mmoja mmoja, klabu ya Simba na klabu ya Young Africans ni wachezaji wenye kufanana kwa viwango. Lakini kitu pekee ambacho najaribu kukitazama kwa upana wangu na halmashauri ya kichwa changu ni Yanga kwa hivi sasa haina kikosi kipana tofauti na kikosi cha Simba. Ukijaribu kutazama ule mchezo Simba dhidi ya Yanga pale visiwani Zanzibar, kipindi kocha Pedro Goncalves alipoweza kufanya substitution, kwa maana kwamba kutoa wale wachezaji ambao waliokuwa wameanza na kuingiza wachezaji ambao waliokuwa wapo kwenye benchi. Kuna Shehani, kwenye benchi kuna yule nani
yule taifa la Mali anaitwa nani huyo, Yasin Kouma ni mmoja kati ya wachezaji wazuri, lakini pia Mohamed Hussein Shabalala inawezekana mchezo wa Mei 3 hatocheza kwa taarifa ambazo nilizokuwa nimezipata kwa sababu ya majeraha ambayo aliyokuwa yakimkabili. Lakini ukijaribu kulitazama benchi la ufundi ya Simba na ukijaribu kulitazama benchi la ufundi la Yanga kwa hivi sasa, mchezaji mmoja mmoja ni wachezaji ambao wenye kufanana kwa viwango, lakini kocha Steve Barker na kocha Pedro, kocha Steven Barker ni moja kati ya makocha ambao wanaamini zaidi falsafa ya kuanza mchezo pasipo kuwepo na striker, kwa maana kwamba yule namba 9 halisi. Steven Barker ni moja kati ya makocha ambao wanaamini kwenda kuanza na force number 9. Mchezo wa Muungano pale visiwani Zanzibar, kumekuwa na utaratibu wa kuanza na force number 9 ambaye tulimshuhudia Elie Mpanzu Kibisawala. Mchezo ni kocha ambaye anaamini zaidi hivyo. Striker yupo Selemani Mwalimu, lakini yeye anaamini kwamba akianza na force number 9 kwake inawezekana kwamba kumlipa. Ni moja kati ya mbinu ambayo kocha Steve Barker anaamini yeye, hivyo ndio kitu ambacho yeye anachokiamini. Lakini benchi la ufundi, wachezaji wa Simba naona ndio wana nafasi kubwa zaidi ya kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa Mei 3. Ukijaribu kumtazama Ino Crispin Loemba, ukijaribu kumtazama Elie Mpanzu, ukijaribu kumtazama Mohamed Bachabel, katika michuano hii hatocheza kwa maana kwamba ameondolewa kwenye ule mfumo wa kushiriki michuano hii ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Ukijaribu kutazama kuwepo na idadi kubwa ya wachezaji wa kigeni, ukijaribu kumtazama Chota Clatous Chama ameongeza kitu kwenye kikosi cha Simba, lakini pia ukijaribu kumtazama Libase Geye pia ameongeza kitu kwenye kikosi hiko cha Simba. Na taarifa ambayo huenda ikawa bado hujakutana nayo ni taarifa ya Anset Ora kuelekea katika mchezo huu dabi Mei 3 hatocheza. Nakupa hiyo uwe nayo, uiweke kabisa kwamba kuna mchezo ule wa Muungano Anset Ora alipata majeraha, kwa maana kwamba wanaita nyama za paja ziliweza kukaza, kwa kitaalam wanaita sprints, kama nitakuwa nimekosea unaweza ukaniweka sawa hivyo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinawezekana kikamsababisha Anset Ora kuto kwenda kucheza katika mchezo huo. Na ukiniambia kwamba kukosekana kwa Anset Ora kwenye mchezo huo haitakuwa pigo sana kwa upande wa Simba, kwa sababu Anset Ora, Elie Mpanzu Kibisawala, kuna Morris Abraham pale, Lada Kichasambi, bila kusahau nani mwingine hapa, wachezaji ambao ni winga ni hao wao. Bajabeli hayupo, lakini kocha anaweza akaanza na namba 9 kama namba Selemani Mwalimu, lakini upande wa kushoto na upande wa kulia anaanza na Libase Geye, na upande wa kulia anaweza kaanza na Elie Mpanzu. Kwa hiyo kukosekana kwa Anset Ora Mei 3 haitakuwa tatizo, ila tatizo kubwa kwa upande wa Yanga kukosekana kwa Mudathiri Yahya kwenye mchezo huo, kwa sababu kocha Pedro ataingia na mfumo kwamba Damaro atahakikisha zaidi kutengeneza ulinzi katika mchezo huo. Lakini ubora wa Mudathiri Yahya ni mmoja kati ya wachezaji waliokuwa na maarifa zaidi. Tumeshuhudia hapa dabi kadhaa zilizopita Mudathiri Yahya anahusika kwenye hizo dabi, kwa maana kwamba kuweza kuipatia matokeo mazuri kwa upande wa Simba. Kwa hiyo kukosekana ama kwenda kukosekana kwa Mudathiri Yahya kwenye kikosi cha Yanga, hilo litakuwa ni pigo kubwa mno kwa upande wa Young Africans. Na turudi kwamba kuna baadhi ya mashabiki wa klabu ya Young Africans wanazungumzia kwamba huenda kocha wao wa klabu ya Young Africans kama timu inamuelemea. Kwako ukimtazama, ni kweli dhahiri shahidi kwamba kwa sababu ambazo anazifanya kweli timu imemlemea? Siwezi kuwa Dr. Yahya mtabiri nyota, jicho la tofauti. Jicho gani? La kutazama mchezo na kocha mwenyewe. Siwezi kusema kwamba Pedro kikosi cha Yanga kinampalia ama Yanga kubwa kuliko kocha Pedro. Siwezi kusema hilo, ila ninaweza nikaamini kwamba kocha Pedro Goncalves ni moja kati ya makocha ambao waliokuwa ni makocha wazuri. Kumbuki ya kwamba aliwahi kuifundisha timu ya taifa ya Angola na ameipa mafanikio, ingawa sio mafanikio makubwa kwa karia yake, lakini ni kocha mzuri, profile yake ni nzuri, na naamini kwamba bado ana uwezo mkubwa sana, na naamini kwamba ana uwezo wa kwenda kuionyesha klabu hiyo ya Yanga, ama naamini kwenda kuipa matokeo mazuri katika mchezo huo, lakini sio tu matokeo, hata ubingwa wa msimu huu 25-26.
Bana, turudi tukazungumzie maandalizi ya uwanja wa Samoyo. Wengi wanasema kwamba dabi haitakuwa haina mvuto zaidi kutokana na ule uwanja jinsi ulivyo. Na tumeona leo Simba wekundu Msimbazi wametaja viingilio vya mchezo huo, ikiwa mzunguko ni 15,000 VIP A 50,000 pamoja na VIP B 100,000. Kwa utazama ule uwanja na hadhi ya dabi jinsi ilivyo tunavyojua, joto la dabi lilivyo jinsi tunavyoliona, ni kweli dhahiri shahiri kwamba dabi haitaenda kuwa mvuto zaidi Afrika? Unapozungumzia dabi kuchezwa katika uwanja Jenerali Samuyo haitakuwa na mvuto, mimi naweza nikasema kwamba kwenye boti ambalo lopanda wewe, mimi nitashuka kwa sababu moja. Kwanza, kafu wenyewe sheria yake ya kwanza ili mpira uchezwe ni uwanja, si ndio? Uwanja mzuri mbaya? Mzuri. Kwenye viwango. Uwanja mzuri, sio? Sasa kama uwanja mzuri, kwa maana kwamba ile pitch nzuri, dabi chezwe tu. Na mimi sioni kama kutakuwa na shida hapo. Labda ukiniambia miundombinu ya kuingiza idadi kubwa ya mashabiki inawezekana ikawa tatizo, kwa sababu dira ama alama kubwa ya soka letu Tanzania ni Simba na Yanga. Yes. Si ndio? Kuchezwa dabi katika uwanja ule inawezekana bodi ya ligi pamoja na Simba wenyewe hawakuwatendea haki mashabiki wao. Upande wa mashabiki wa Simba na upande wa mashabiki wa Yanga. Ni mchezo wenye historia, ni mchezo ambao unaochezwa ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Ukizungumzia ndani ya uwanja ni ile pale mita 100 ya uwanja, kwa maana kwamba wachezaji. Nje ya uwanja kwa maana kwamba mashabiki ambao unatakiwa waingize idadi kubwa ya mashabiki. Kuna wengine wanatokea mikoa jirani, Morogoro, Tanga, Dodoma, wengine wanatokea Arusha, wote wanakuja hapa kwa ajili ya kuja kuitazama dabi. Kwa hiyo mchezo kupelekwa pale kwa upande mwingine kwa mashabiki hawakutendewa haki. Nilifikiri labda mchezo ungepelekwa pale Sheikh Amri Abeid mkoani Arusha, labda CCM Kirumba pale mkoani Mwanza, kwa sababu uwanja unaingiza idadi kubwa ya mashabiki, lakini wasiwasi ni pitch za mkoani hizi zimekuwa na shida. Lakini sina wasiwasi mkubwa kwenye ile pitch ya uwanja, kwa maana kwamba wachezaji tutaona kile kitu bora katika mchezo huo. Lakini mbali na hivyo, mechi itakuwa mzuri, mechi itakuwa ni ya ushindani, mechi ambayo itabeba historia kubwa katika msimu huu. Simba ya msimu minne iliyopita na Simba ya msimu huu 25-26 imekuwa ni Simba ambayo ya kujiamini zaidi. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliopigwa pale visiwani Zanzibar, New Amani Complex, umekuwa ni mchezo ambao Simba umeweza kuwapa jeuri, umeweza kuwapa kiburi, kwa maana kwamba wanaona kabisa kwamba dhahiri wa shahili kwa hivi sasa kwamba Simba wana uwezo wa kwenda kubato na klabu ya Yanga kwa ule mchezo wa kwanza uliopita wa ligi kuu. Na huu mchezo wa Simba kuchukua kombe, hii pia imeongeza dhahiri wa kujiamini zaidi kwenda kupambana na Simba. Kwa hiyo ule uteja ambao Simba alikuwa anaambiwa kwamba Simba mbele ya Yanga Simba ni teja, inawezekana sasa hivi kila kichwa cha shabiki wa Simba hicho kitu sasa hivi hakipo. Ukijaribu kumtazama benchi la ufundi, yuko pale Selemani Matola, na tunafahamu siku zote ni kocha msaidizi, amehudumu pale si chini ya miaka 15. Kocha Steven Baka yuko pale, kocha msaidizi mwingine anaitwa Christopher Begam. Huyu kocha msaidizi wa Simba ametokea taifa la Afrika Kusini. Aliwahi kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Mamelodi Sundowns ya timu ya vijana, na ni kocha ambaye anajua vizuri zaidi kuweza kuweka ushirikiano na kocha Steve Baka. Na kitu pekee ambacho wewe bado inawezekana haukijui, sababu kubwa ya kocha Steve Baka kumuita kocha Christopher Begam ni makocha ambao wanajuana vizuri, ni makocha ambao walishawahi kukutana katika changamoto ama katika mashindano ya mbalimbali kule nchini Afrika ya Kusini. Jina pekee ambalo kocha Steve Baka aliyokuwa linaitwa pale katika nchi ile ya Afrika Kusini kwenye klabu yake ya Stellenbosch ni kocha ambaye asiyekuwa na kuogopa. Kocha Steve Baka pale nchini Afrika Kusini alikuwa anasifika ni kocha ambaye kwanza haogopi. Ni kocha ambaye anaamini ubora wake na anaamini kile ambacho yeye anachokifanya. Kwa hiyo Simba kuwepo au kuwa na kocha wa aina ile, naona kabisa kwamba Simba kwa msimu huu wamewini. Ila tatizo kubwa la Simba, hapa ndipo ambapo nakosana na Simba. Simba simuona kikosi hiki? Simuona kikosi hiki? Kinacheza vizuri tu. Ule uvumilivu ule wa kukaa na hao wachezaji msimu wa kwanza, msimu wa pili, kwao inakuwa ni shida.
kwa kunakuwa ni shida. Kocha huyu Steven Barker tu hii. Inawezekana hapa mechi hii ya dabi inaweza kapoteza, mechi inakuja hapa akapoteza, utasikia viongozi. Mfano sasa. Mfano ndio natoa mfano. Natoa mfano. Inawezekana tu hapa kapoteza ligi kuna nini, mwisho wa siku utasikia kocha nakubaliana pande zote mbili, tumeachana na kocha Steven Barker. Mimi nawashauri tu Simba waendelee kumwamini Steven Barker. Kwa ubora wa Steven Barker ni kweli dhahiri sheri kwamba amekuja kutimiza ahadi ambayo mashabiki wengi na kiu ya mashabiki wa Simba kwenda kucheza fainali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika msimu ujao. Kwenye boti lako mimi niache ndugu yangu. Simba kucheza nusu fainali au fainali ya michuano ya ligi ya mabingwa? Yes. Kwa ubora kikosi tunavyokiona. Si kwa ubaya. Na nisinukuliwe vibaya. Simba kucheza fainali michuano ya ligi ya mabingwa? Hapana. Bado sana. Bado sana. Kikosi hiki ni kikosi cha kawaida sana. Ila kwa ligi ya ndani na michuano ya ligi ya mabingwa kwa hatua kufika robo finali ama hatua makundi inawezekana ikafanya vizuri. Lakini kuniambia kufika level ya finali michuano ya ligi ya mabingwa, hapana, bado sana. Ni kitu gani ukiangalia kwa kocha Simba unaona bado kwenye nusu finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika? Kitu pekee ambacho Simba wanatakiwa kwenda kukiboresha ni sehemu ya ushambuliaji. Sehemu ya ushambuliaji kwangu mimi na mashaka makubwa sana. Simba ni timu ambayo imejaa sana viungo. Kina Neo Maema yuko pale, Chota Clatous Chama yuko pale, kina Libase Gaye, kina Anicet Ola, Elim Panzu, Kibisawala, wote hao ni viungo. Ni viungo wa shambuliaji, si ndio? Kuna Alassane Kante pia, wote ni viungo. Lakini ile safu ya ushambuliaji imekuwa inakosa nafasi nyingi sana magoli. Ukijaribu kutazama mchezo wa Muungano finali, kama utakuwa na wewe uliona kama vile ambavyo mimi niliona, kuna mpira mmoja hivi Bakari Nondo Mwamnyeto ulikuwa uko pembezoni kabisa kwenye kibendera cha kona. Sele Gomes aliweza kukimbilia ule mpira, alikuwa yena Mwamnyeto, si ndio? Mwamnyeto alikuwa mbele, alafu Selemani Mwalimu alikuwa nyuma. Aliweza kumlahai kwa maana kwamba Mwamnyeto aliweza kulahiwa, akamzunguka Selemani Mwalimu akawini ule mpira. Aliingia nao hadi ndani ya 6. Sasa ameshaingia ndani ya 18, si ndio? Ibrahim Abdullah Baka anakuja kama mbogo, si ndio? Selemani Mwalimu nilishangaa kile kitu ambacho alichokifanya pale. Umeona ile penalti ambayo Chota Clatous Chama, ndivyo ambavyo ilitakiwa na yeye afanye. Baka anakuja kama mbogo, uwini ule mpira, umiliki tani kulia, Baka aje kama mbogo akuvamie. Maamuzi anaweka tuta. Nikasema Simba hawezi kupata nafasi nyingine kama nafasi hii. Selemani Mwalimu kafanya makosa. Limekuja kujirudia kwa Chota Clatous Chama. Edmund John anamfuata Chota Clatous Chama, anamdanganya kwenda kulia, anaupitisha mpira nyuma yake, unaenda kushoto. Edmund John anakuja kumkoa nani? Chota Clatous Chama. Mwisho wa siku refa anakamia nini? Eka penalty. Selemani Mwalimu kuna baadhi ya majukumu anayoyafanya hayamhusu. Anajipa kazi kubwa sana. Apunguze kazi ambayo ya mshambuliaji ni kuwepo ndani ya box to box. Selemani Mwalimu kuna muda anatoka kabisa, anashuka hadi chini kuchukua mipira. Sasa kama Selemani Mwalimu unashuka chini kuchukua mipira, kazi ya Neo Maema ni nini? Kazi ya Chota Clatous Chama ni nini? Kantega zake nini? Tulia, kaa kwenye boxi. Libase Gaye kina Anicet Ola wapige crossi ziingie kati, Kibabage huku kuna Kapombe. Utakuta Mwalimu anatoka ndani ya box anakuja hadi chini kuchukua mipira. Wakati mwingine utakuta zinapigwa cross, mshambuliaji hayupo. Simba watafute mshambuliaji mwingine ambaye mfanano si wa Sele Mwalimu wala Jonathan Soa. Siko ubaya kumdharau Mwalimu ama Soa, lakini Simba waingie sokoni msimu utakapoisha, dirisha kubwa, waende kumtazama mshambuliaji mwingine mfano wa kina Fiston Kalala Mayele, MK14 Medi Kagere, mfano wa washambuliaji kama wale. Ndio Simba, daraja ya Simba kuwa na washambuliaji wa aina hiyo.
Kwa jicho lako ukitazama, Simba inahitaji mshambuliaji wa aina gani? Na kwa jicho lako ukitazama soka la Afrika, umeliona jicho linakupeleka wapi? Simba pengine unaweza ukasaidia kitu? Daraja la Simba ni kuwa na mshambuliaji kama pale mwanzo nilivyokuambia, Mayele pamoja na Medi Kagere. Ndio daraja la kucheza Simba. Simba kuna mwingine pale anaitwa nani yule? Sio, kuna yule mwingine Mbeya yule Mnyakisa Mwangosi. Yule Mwangosi hata mimi yule aniweki benchi yule. Mimi niseme nirudi